Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kipaji cha uhai na vitu vingi ambavyo ametenda kwa ajili ya maisha yetu. Tunamshukuru kwa ajili ya Sabato la kipekee ambayo hata ingawa tunaabudu kutoka kwa manyumba zetu, lakini Mungu hajabadilika, bado ni Mungu. Tunashukuru kwa ajili ya mengi ambayo anatendea na jina lake lipate sifa. Mwimbaji anaimba kwamba furaha gani na ushiriki tukiwa tumemtegemea nani? Yesu. Furaha gani na ushiriki tukimtegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani nikitegemea Yesu tu. Salama Happy Sabbath once again. Nataka nikukaribishe katika mahubiri ya siku ya Sabato ambacho Mungu ananena pamoja nasi. Inakuwa Sabato ya 4 tangu tulipokuwa katika hali hivi vigumu, hasa katika nchi yetu ya Kenya. Nataka nikukaribishe katika mahubiri ya siku ya leo ili Mungu anene pamoja nasi, ili Mungu akubariki na Mungu anibariki, na zaidi tupate kujua kwamba Mungu ni Mungu hata wakati ambapo hali ni ngumu. Mwimbaji anasema kwamba ni furaha gani kumtegemea Mungu, ni furaha gani na ushiriki ikiwa tutamtegemea Mungu. Sio wakati tu wa furaha, sio wakati tu wa majonzi, lakini wakati wowote ni furaha gani tutakuwa tukimtegemea Mungu. Manake atakuwa upande wetu, atatupigania na jina lake lipate sifa katika jina la Yesu. Ni mchungaji wako, mchungaji Pastor Kiche, na kukaribisha, na kwa sababu ya hilo tuweze kuinamisha vichwa vyetu tupate ombi. Na tuombe. Uhimidiwe Mfalme Mungu uliyezifanya mbingu na nchi, ukatuumba kwa mfano wako mwenyewe, ukatenga siku ya Sabato ili wana na binti zako wakuabudu katika roho na kweli. Leo hii katika ibada tunaomba baraka zako. Leo hii katika ibada tunaomba msamaha wa dhambi. Leo hii katika ibada tunaomba tupokee jinsi tulivyo, unene pamoja nasi. Kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amina. Msomaji, tunaenda katika kitabu cha Kutoka. Kitabu ni Kutoka 15, haya yake ni 11. Any place you are, I want to share with you from the book of Exodus, and Exodus chapter number 15 and verses 11. That is where I want to borrow our sermon from today. And the scriptures read in Swahili. Biblia inasema, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utukufu, mwenye kuogofya katika sifa zako, mfanya maajabu. Praise the Lord. Every place you'll be listening to this voice today, I want to call you to a theme that says, who is like our God? Ni nani aliye kama Mungu? Musa na wana wa Israeli pamoja na Miriamu dada yake wameona makuu ambayo Mungu amewatendea, wakautunga wimbo katika kitabu cha Kutoka 15. Ni wimbo ambao Musa
na wana wa Israeli wanawimba wakimtukuza Mungu, wakiangalia maajabu ambayo Mungu amewatendea. Wanamtukuza Mungu, wanasema Bwana, ni nani aliye kama wewe? Who is like you God? Hiyo ndio mwanzo. Musa pamoja na wana wa Israeli wanamtukuza Mungu, wanasema Mungu, kati ya miungu nani aliye kama wewe? Watu wa Mungu, ukweli wa mambo ni kwamba hali ilivyo jinsi ilivyo, Mungu bado ni Mungu. Hali ni mbaya jinsi ambavyo ni mbaya, Mungu bado ni Mungu. Tutaangalia jinsi hali ya maisha ilivyo, lakini mwishowe atakapovuka pamoja nasi tutamtukuza Mungu, tutasema kweli hakuna aliye kama Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Katika sabato ya kipekee nataka nilete katika mawazo yako kwamba nyakati tunazoishi ni vibaya, ni nyakati ambazo tunashuhudia mambo ambayo kwa wakati mwingine tulisikiza tu katika hadithi, tulisomewa lakini hatukutilia maanani, lakini limefika katika malangoni petu. Leo tunaona wenzetu wanadamu tunawazika katika hali isivyo. Si ajabu yaliandikwa katika maandiko takatifu, nyakati za mwisho wafu watajizika wenyewe. Nazijika wenyewe. Yaani inafika wakati ambapo hauwezi ukasafiri. Kwa sababu gani? Marafiki zako wamekufa, hauwezi ukanena pale. Kisha na maana hali ya maisha imetukumba vile. Nazungumzia nini siku ya Sabato? Wana wa Israeli walikumbwa na changamoto si haba. Walikuwa katika hali zao za maisha, lakini kitu kinachonifurahisha, wanapopatwa na changamoto moja ama nyingine, wanamgeukia Bwana, na walipomtafuta uso wa Bwana, Mungu alikuwa na warehemu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ilivyo siku ya leo, watu wa Mungu, jambo hili linahitaji maombi. Jambo hili linahitaji Mungu mwenyewe akuje akuwe pamoja nasi. Jambo hili linahitaji mwimbaji mfalme aliyezifanya mbingu na nchi, anajua chemichemi za maji, anajua mishipa ya damu katika maisha yako. Huyo ndiye ana uwezo wa kutuponya katika hali ya maisha jinsi ambavyo ilivyo. Ninapoangalia ulimwengu jinsi unavyokaa, wasayansi wamekuwa katika harakati katika labs kila wakati wa kufanua hali jinsi ambavyo maisha inaweza kuwa vizuri, lakini hata hivyo haijapata suluhu. Ninasema nini? Musa na wana wa Israeli walimtukuza Mungu, walimwimbia Bwana kwa kuwa ametukuka zaidi, kwa kuwa ni mtakatifu zaidi, na cha ajabu walitangaza mchana, hakuna Mungu kama Mungu wa mbinguni. Ni nini ninakuwazia katika mawazo yako? Mtu ataniuliza, Pastor Kiche, lakini waliimba wakati ambapo walipata ushindi. Leo hii tutaimba nini wakati ambapo hali ya maisha imetupiga konde? Leo hii tutaimba nini wakati ambapo tunaona wenzetu ni wagonjwa hospitalini? Leo hii tutaimba nini wakati ambapo unashuhudia wenzetu wakizikwa? Hali ni mbaya. Tunasema kwamba waliimba kwa sababu Bwana ametukuka. They sang the songs giving praise to God himself. Bwana Yesu asifiwe. Naleta katika mawazo yako kwamba wakati mwingine tukifanya jambo, unataka kwamba sifa na utukufu zikukujie wewe mwanadamu, lakini ni visivyo. Kuna yule aliyezifanya mbingu na nchi, kuna yule aliyekuumba wewe jinsi ambavyo ulivyo, kuna yule ambaye alikuwepo jana, yuko leo na atakuwepo kesho na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo majambo kama hizi zinatukia, He is still God into our life. That is the God whom we serve, and therefore I want to say that this Holy Sabbath, may God bless you, people of God. We can see amidst the challenges of this, we can go into our houses, we can praise our Savior and say that there is God in heaven. Why? There are things that we are witnessing today. We can truly say that we have never heard of things like this. Let me turn to you to the book of Judges. The book of Judges, in chapter number 19.
and verses 30, that you realize that the things that happen and people marvel, they said, surely we have never had such a kind of thing. So what shall we do? What shall we do? Judges chapter number 19 and verses 30. Msomaji soma kwa Kiswahili kisha tumalize. Biblia inasema namna gani? Kitabu ni cha Waamuzi 19:30 inasoma kwa Kiswahili. Inasoma, basi wao wote walioliona jambo hilo wakasema, ndio yes, ndio Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika lugha ya Kizungu kwamba and so it was that all who saw it said, no such deed has been done or seen from the day that the children of Israel came up from the land of Egypt until this day. Consider it, confirm and speak up for us. Bwana Yesu asifiwe. Waliangalia jambo lililotukia katika kitabu hicho, ni kwamba jambo mbaya ilitendeka. Mtu alichukua mwanadamu aliyekuwa amekufa akamkata katika upanga katika sehemu 12, akazikata hivyo, na akachukua sehemu ya mwili ya mwanadamu akazipeleka katika sehemu 12 iliyozihesabu wanao wa Yakobo wanaoitwa wana wa Israeli. Ninazungumzia nini? Watu wakashangaa, wakasema kweli hadi sasa hatujawahi ona kitu kama hii ikitendeka na kufahamisha siku ya Sabato. Even as today we can affirm we have never seen in starting the beginning of the history where churches are closed for worshiping God. Hatujawahi shuhudia, lakini tumeona katika history yetu tunapoishi. Katika hali yetu ya maisha hatujaona watu wakiwa wanakufa katika rate wanavyokufa hivyo, lakini while we are still living tunashuhudia maafa yanatendeka ulimwengu, hata katika nchi ambazo ni za umaarufu sana, wenye tunaweza sema wana uwezo wa kukinga hali fulani za kimaisha. Huku ndiko ugonjwa umeingia, watu wanakufa na hali zinazoteka zaidi. What am I speaking about? When they looked at it, they testified. And they say, we have never seen such a thing since and before. Watu Mungu, hiyo ndio kweli. Hata wewe ni kwamba unapoona unashangaa, ulimwengu umefika wapi? Kama mchungaji naweza nikakualika, tutayarishe maisha yetu, turudi katika maombi, tutafute uso wa Bwana. Wakati wa zamani watu wa Mungu tunaambiwa hali ilipokuwa ngumu, watu wa Mungu walikuwa wanaingia katika majumba zao wakimtafuta uso wa Bwana, na hakika walimfunga katika maombi. Mungu alikuwa anawasikiza na kuwarehemu katika hali zao. Hiyo ndiyo ombi langu. Mungu wetu aturehemu. Mungu wetu awe pamoja nasi, akubarikie na anibariki na mimi, akulinde na anilinde na mimi, aponye nchi yetu na aponye ulimwengu mzima. Zaidi tutoke katika hali yetu ya dhambi, tumtukuze Mungu jinsi ambavyo Musa na wana wa Israeli, hata ingawa hali ilikuwa ni mbaya, lakini walitambua there is no one like God. There is no one like God. Shall we rise up as we want to pray? The first part of it, shall we rise up? These people are singing a very wonderful song. Who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee? Glorious in holiness, doing wonderful things. Who is like unto thee, O Lord?
Mungu akubariki. Tuinamishe vichwa tuombe. Eternal Father in heaven, we marvel at your name, we glorify you. There are things in history of life we never thought would reach us as we live in this earth. But God, you allow that we witness as they happen. For the one thing we pray, come and reign. Come and reign, King of Kings. Come and reign, the God of Jacob, Shadrach and Abednego. Come and reign, the God of Isaac. We plead with you. We know human beings have gone astray according to your will. But Father, how we pray that you forgive our sins. In a holy Sabbath like this, remember your children. Some are passing through various difficult times, but God, you can restore them. Some are lacking food, but God, you can feed them. Some in the economy of such a times, life has become hard. How I pray that you reach them according to me. My Maker and my King, I pray for matters of help to the various individuals that stays in this house. God, some have witnessed their relatives lost in terms of death because of this deadly disease. But God, how I pray, listen to our prayers. Heal our land. Be God for us, that we sing in your praise, that there is no any other person like you. And the truth is, there is none like you, God. Bless us in this holy Sabbath. Bless your children, whichever places they are. This is our humble prayer in Jesus' holy name. Amen. May God bless you.